Wakati madaktari wanatangaza mgomo kwa muda usiojulikana, serikali inasema imejipanga kusaidia jamii na itatoa tamko lake. Maelfu ya wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Afrika Kusini waandamana na kufanya mkutano wa hadhara kupinga ushuru mpya wa barabara kati ya miji ya Johannesburg na Pretoria. Na katika michezo, Simba ya wachapa wakatamiwa wa Kagera kwa goli 3-1 katika ligi kuu ya Tanzania bara. Habari za usiku huu, watazamaji wetu popote pale mlipo, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Msomaji wenu usiku huu ni mimi Abdallah Mwaipaya, nitakayoletea habari za kitaifa, Afrika Mashariki na kimataifa. Tunaanza na habari za kitaifa na karibuni sana. Wakati chama cha madaktari kikitangaza rasmi kuanza mgomo wa madaktari nchi nzima kushinikiza kujiuzulu kwa viongozi wa ngazi za juu wa kisiasa katika Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, serikali imesema imejipanga vizuri kuisaidia jamii wakati wote wa mgogoro na kwamba inasubiri kuona hali itakavyokuwa ili itoe tamko lake. Mwanahabari wetu Emmanuel Buhohela anaripoti zaidi. Ilibidi waandishi wa habari kusubiri kwa saa kadhaa ili madaktari hao waweze kumaliza kikao chao cha ndani kilichokuwa kikifanyika jijini Dar es Salaam ili waweze kutoa tamko lao, ambapo rais wa chama cha madaktari Tanzania Dr. Namala Mkopi akizungumza mara baada ya mkutano huo amewaambia waandishi wa habari kuwa kikao hicho kimeridhia madaktari kuanza mgomo kwa masikitiko makubwa kutokana na serikali kukiuka makubaliano yao ya awali ya kuisafisha kwanza Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, ikiwa ni pamoja na kuwawajibisha watendaji wa kitaaluma pamoja na wa kisiasa wa wizara hiyo. Duni na huduma ziko duni, lakini viongozi hawa wameshindwa kuonyesha uwezo wao ilipofikia wakati wa kutatua mgogoro huu. Mgogoro huu ulitakiwa utatuliwe haraka iwezekanavyo, na kwa kutumia busara nyingi sana mgogoro huu wala usingefika huku tulipofika. Kwa hiyo utendaji wao viongozi hawa katika kupata suluhu la ule mgogoro imeonyesha dhahiri kuwa kabisa kwamba huenda sio viongozi ambao wanafaa katika ile Wizara ya Afya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari waliotaka madaktari hao kuvuta subira wakati serikali ikishughulikia madai yao, kaimu mwenyekiti wa jumuiya hiyo Dr. God Bless Charles amesema hatua ya awali ya makubaliano yao ni kuisafisha kwanza Wizara ya Afya, ikifuatiwa na kuandaa mazingira mazuri ya madaktari kufanyia kazi, na mwisho kuangalia maslahi ya madaktari, jambo ambalo halihitaji bajeti katika kutekeleza hatua ya kwanza. Hivyo sasa swala kwamba tusubiri, sisi tulikwisha subiri muda mrefu, ni mwezi mmoja tumesubiri. Kama tungeambiwa tusubiri kwa swala la mshahara tungekubali, kwa sababu ni swala la kibajeti. Swala la kuwajibishwa kwa waziri na naibu waziri halihitaji utafiti wala halihitaji bajeti, ni swala la maamuzi. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Mheshimiwa Mizengo Pinda amesema serikali imejipanga vyema kuihudumia jamii endapo madaktari hao wataendelea na mgomo wao kabla ya serikali kutoa tamko lake, na kuwasihi kurejea katika meza mazungumzo ili kuokoa maisha ya Watanzania watakaoathirika na mgomo huo. Mimi tumaini langu ni kwamba baada ya maelezo yote niliyoeleza yale, wenzangu wa madaktari hawa watarudi na kuacha mgomo. Na nilikuwa nalisema hili kwa kujua kabisa kwamba wao kama Watanzania, wao kama binadamu, sitegemei kabisa kwamba kwa taaluma yao na miiko yao ya kazi kwamba wataendelea kung'ang'ania kwamba watu wafe kama jambo fulani halijafanyika, kwa sababu ni kinyume kabisa na matazamio ya utaalamu wao au weledi wao. Ndio maana nikasema mimi naamini hili litakwenda hivyo. Of course ndani kimya kimya unaomba na Mungu naye abariki vile vile zoezi hilo. Sasa leo tumeamka, lakini taarifa ninazozipata mpaka sasa ni za kutia moyo kwamba hospitali ni maeneo mengi bado shughuli zinaendelea, hatujapata purukushani kubwa sana.
Uchunguzi wa ITV katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ukabaini kuanza kudorora kwa utoaji wa huduma, huku katika kitengo cha dharura cha hospitali hiyo kikihudumiwa na daktari mmoja tu ambaye ndiyo mkuu wa kitengo hicho, aliyefahamika kwa jina moja tu la Profesa Mwafongo. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.